Kiongozi bora huonyesha njia kwa uadilifu wake wa maneno na matendo na sio maelezo marefu ya kinadharia. Kiongozi muwazi na mkweli huwa na uwezo mkubwa wa kushawishi. Ndugu zangu, ukiona una uwezo wa kupata milo mitatu, ukanywa chai asubuhi, chakula cha mchana na chakula cha jioni, una uwezo wa kubadilisha nguo, una makabati yamejaa nguo na nguo zingine hujazivaa kwa muda mrefu, una simu zaidi ya 2 ambazo unazijaza vocha kila siku, tambua kwamba kuna Mtanzania mwenzako ambaye kwake yeye milo mitatu ni msamiati mkubwa sana. Lakini pia wako watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu sana. Mimi kwa nafasi yangu na vituo 3 vya watoto yatima ambao wananitegemea kuanzia mavazi yao, kula yao na kuwasomesha. Nimefanya hivyo maeneo tofauti. Sababu naamini Mwenyezi Mungu akikujalia jambo anakujalia kwa makusudi. Lazima tukawe chachu ya kuwasaidia wenzetu. Huyu ni mbunge wa Dodoma mjini na waziri wa madini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, akihutubia walimu na wanafunzi katika hafla ya ugawaji wa vifaa vya masomo kwa watoto waishio mazingira magumu wa shule za msingi zote katika jiji la Dodoma. Miongoni mwa vitu alivyotoa ni pamoja na madaftari 10,000, mabegi na vifaa vingine vya masomo ili viwasaidie wanafunzi pindi wanapokuwa masomoni. Kwa mtu ambaye hanijui, anaweza akafikiri ninafanya kwa sababu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Haijawahi kuwa tabia yangu hata kidogo. Haijawahi kuwa tabia yangu hata kidogo. Nimefanya haya kwa miaka 5 yote iliyopita. Sifanyi kwa sababu nataka kupigiwa kura. Watoto yatima, watoto wenye mazingira magumu, nikiwapa leo madaftari, hawajafikisha umri wa kupiga kura. Nikisema watoto yatima hawana wazazi hawa, wanakwenda kumwambia nani? Ningekuwa nahitaji kwa ajili ya kufanya siasa, ningewatafuta wenye uwezo wa kupiga kura. Sifanyi hii kwa sababu ya siasa. Naifanya kwa sababu dhamira yangu inaniambia napaswa kutoa mchango kwa jamii inayonizunguka. Hilo ndio kubwa ambalo limenifanya nifanye tukio hili siku ya leo. Kwa sababu nimeona kuna wengine wanaweza kuchukulia tukio hili la kisiasa. Mheshimiwa Mavunde ameishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa yote yafanyikayo katika sekta ya elimu mkoani hapa. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Lakini naomba mniruhusu nianze hotuba yangu fupi kwa kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kwenye sekta ya elimu ndani ya jiji la Dodoma. Hivi sasa Dodoma inaendelea kufanya vizuri kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanyika chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Tumejenga shule mpya 12 na kututoa kwenye idadi ya shule 96 za awali mpaka shule 108 za hivi sasa. Hii ni kuonyesha ya kwamba kazi kubwa imefanyika chini ya rais wetu mpendwa ambaye amedhamiria kuhakikisha anaikuza sekta ya elimu, na hivi sasa mnaweza mkaona Dodoma uwekezaji mkubwa unaendelea kufanyika, na naamini Dodoma itaendelea kufanya vizuri katika elimu kwa sababu ya hivi sasa miundombinu mingi imeboreshwa na watoto wanasoma katika mazingira rafiki, na hii itapelekea kuongeza ufaulu na kuchochea watoto wengi zaidi kuweza kufanya vizuri.